Mtazamaji, je, wajua kufunza ni kupenda, kufundisha ni kujitolea? Yatafakari hayo. Hujambo na karibu katika jarida la Uhuru ambapo tumekuandalia mengi kama jinsi tunavyopokea. Nafahamika kama Nyakio Ndwiga. Kwa sasa tuangazie vidokezo. Waziri wa usalama wa ndani amtetea mkuu wa polisi Douglas Kanja. Wahudumu wa afya wamtaka waziri wa afya kulainisha sekta ya afya nchini. Na wafanyabiashara waandamana kupinga ahadi ya rais ya kuboresha soko huko Nyeri. Karibu mtazamaji. Kufuatia wito kwa mkuu wa polisi Douglas Kanja kutaka kujiuzulu kwa madai ya kushiriki mkutano wa kisiasa wakati wa ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya, sasa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemtetea Inspector Kanja akisema kuwa Inspector Kanja hakuwa katika mkutano wowote bali alikuwa akitekeleza wajibu wake kama afisa mkuu wa usalama. Mwanahabari wetu William Shilisia anaeleza mengi. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemtetea vikali Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja dhidi ya wito wa kutaka ajiuzulu kwa madai ya kushiriki mkutano wa kisiasa wakati wa ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya. Murkomen ameeleza kuwa Kanja hakuwa kwenye shughuli za kisiasa bali alikuwa akitekeleza majukumu yake rasmi kama afisa mkuu wa usalama, yakiwemo maandalizi na usimamizi na ufunguzi wa kituo kipya cha polisi. Murkomen pia hakusita kumshambulia aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi kwa matamshi yake aliyoyataja kuwa ya uchochezi na yenye lengo la kuidhalilisha serikali na kumvunjia heshima Rais Ruto. Alisisitiza kuwa taasisi za usalama haziwezi kuvutwa katika malumbano ya kisiasa na kwamba kila afisa anapaswa kutekeleza wajibu wake bila uoga wala upendeleo. Kazi ya kukaa kwa Ivory Towers na kukaa Nairobi. Kazi ya polisi ni kukaa kwa jamii na kukua pale penye wananchi wako, asikilize maoni ya wananchi na asaidie kusuluhisha hiyo maneno tano ya maendeleo. Na alikuwa pale na rais kama vile anaweza kuwa mahali popote na mimi kusikiliza maoni ya wananchi na kuona ni jinsi gani tunaweza kusuluhisha zile shida wananchi wanapitia katika sehemu hiyo. Alikuwa pia pale na kwa sehemu zingine kufungua police station na pamoja na rais. Yeye ako na kitu yenye iko convincing. Hata ukisikia mambo mengine mtu akikwambia nilipigiwa na rais, nikaambiwa soma karatasi fulani, pitisha. Kama rais amekupigia na kuambia soma, kama hata ni kweli, kwa sababu hatujui hata kama ni kweli, lakini akikupigia na kuambia hebu angalia karatasi na uweke TSI na wewe ndio advisor mkubwa ya serikali na usharudishia rais useme hii haiwezekani, si inaishia hapo? Kwa sababu wewe ndio advisor. Sasa itakusaidia aje kisiasa uende useme haya aliniambia nifanye hivi lakini nilimwambia haiwezekani? Si wewe ndio ulifaa kuambiwa hivyo ndio useme haiwezekani? Kwa sababu sisi wote ambao tunatumika kwa serikali si unapewa instructions kwamba je, Kipchumba inawezekana kufanya 1 2 3? Kwa sababu katiba inasema wewe ni mshauri mkubwa wa rais. Kazi yako sasa ni kusema haya nimesoma sheria hii na hii inawezekana rais, hii nyingine haiwezekani. Sasa ukikuja kufanyia siasa hiyo, kazi yako ilikuwa ni nini? Attorney General of the Republic handles very classified documents. All of them almost stamped top secret. And the objective there is that these documents are government documents. For one of them to say from the time they joined the office, he was photocopying documents, government documents, and keeping them, or he had scanned and put on his email, or that he has kept them his email, is actually nauseating, because it means that is a person who doesn't know their job. Those documents are government documents. It is not your personal documents. And you swore something called government secrets. And you could not have confidentiality. You swore to confidentiality. Nikiripotia Uhuru TV Business, William Shilisia. Na wito umetolewa kwa waziri wa afya Aden Duale, wahudumu wa afya wakimtaka kuwajumuisha kikamilifu washikadau wa afya katika kufanya maamuzi yanayohusu sekta ya afya nchini,
huku wakipendekeza Waziri Duale kutekeleza sera zinazowajali wa Kenya na kuangazia maslahi ya wahudumu wa afya. Mengi ni kama yalivyo kwenye habari ifuatayo. Wahudumu wa afya sasa wametoa wito kwa Waziri wa Afya Aden Duale, wakimtaka kuwajumuisha kikamilifu washikadau wa afya katika kufanya maamuzi yanayohusu sekta ya afya nchini. Pia wamependekeza Waziri Duale kutekeleza sera zinazowajali wa Kenya, huku wakimtaka kuangazia maslahi ya wahudumu wa afya. Aidha, wahudumu hawa wameitaka serikali kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa Wakenya ambao kwa sasa wanakumbwa na changamoto za kupata ufadhili wa afya. Wakati huo huo, wameiomba serikali kuwaajiri wanaohitimu katika masomo yanayohusiana na afya na kuwalipa kama wafanyakazi wengine ili kuwasaidia katika kujiinua kimaisha. Wahudumu hawa walisema haya walipokuwa wakizungumza na wanahabari jijini Nairobi. We have every confidence in his ability to tackle the significant challenges facing the health sector. We want to take the same opportunity to respectfully urge for the inclusion of Kenya Health Professional Society in key decision-making process at Afya House, particularly concerning healthcare matters. Kenya Health Professional Society represents a large and vital demographic that provide the majority of quality healthcare service across the country. Historically, Kenya Health Professional Society has actively participated in various engagements, particularly around labor-related issues. Tunaomba kusikizwa kwa mambo ya internship, tunaomba kusikizwa kwa mambo ya reforms zinaendelea, tunaomba kusikizwa katika kufungua mipaka ili wafanyikazi ama wale ambao wanafanya kazi katika different levels of counties waweze kupata hiyo nafasi ya kucross either kukuja national ama kwenda county. Pia tunaomba nafasi ya wale ambao wanasoma katika hizi professionals mbalimbali ambazo ziko under KHPS wapewe nafasi pia na kulipwa kama wale wengine. Na wafanyabiashara katika soko la Mudavadi lililoko katikati ya mji wa Nyeri wamejitokeza na kuandamana wakipinga mpango wa Rais William Ruto wa kuboresha soko hilo. Wameendelea kusema kuwa soko hilo li katika hali nzuri, hivyo ukarabati hautakuwa na manufaa yoyote bali utakuwa ukiwapeleka hasara kubwa na kuadhiri shughuli zao za kila siku. Mwanahabari wetu Purity Wanjiku ana maelezo zaidi. Takriban siku tatu tu baada ya Rais William Ruto kutangaza mipango ya kuboresha soko la Mudavadi lililoko katikati ya mji wa Nyeri kuwa soko la kisasa, wafanyabiashara katika soko hilo wamejitokeza kuandamana dhidi ya hatua hiyo, wakisema kuwa soko hilo liko katika hali nzuri na hakuna haja ya kufanya ukarabati upya, kwani hatua hiyo haitawaletea manufaa bali itasababisha hasara kubwa kwa shughuli zao za kila siku. Hali hiyo iliwalazimu kamishna wa kaunti hiyo Ronald Muiwawi pamoja na mbunge wa eneo hilo Duncan Maina kuingilia kati na kuwatuliza waandamanaji. Viongozi hao waliahidi kuwa suala hilo litashughulikiwa, huku eneo mbadala la muda likitafutwa ili shughuli za biashara ziendelee wakati ujenzi ukiendelea. Rais William Ruto katika ziara yake ya maendeleo eneo hilo wiki iliyopita alitangaza kuwa serikali imetenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa soko hilo, lakini sasa wenyeji wamepinga vikali. Kujenga soko heli yao wenyewe hakutusisha kwa public participation. Ndio atuelezee tuko this idea, tukae chini nao to discuss, tuone kama ni idea inaweza tusaidia. On top of that, these are business that exist. Sasa sisi tumeungana hapa, tushirikiane sisi wote, tujue haki yetu, kwa nini tuna soko inaporomoshwa na tujaambiwa. Sisi tukitolewa hapa hakuna mahali pa kuenda, na kazi yetu na customers wetu wote wametuzoea pale Mudavadi Market. Tukihamishwa hapo hakuna venye tutaweza kuwasiliana, na kama sisi tunauza viti huwezi weka kwa barabara Gakere. Sasa kwa siku ya leo tumeungana kwa sababu hatukuhusishwa kwamba ati kuna soko mpya inataka kujengwa. Sasa sisi tunasema ikibomolewa tutapata kazi wapi? Tuko hapa juu tumeandamana leo juu kuna mpango imesemekana Ruto alikuja akapatiana pesa katika soko ya Mudavadi na new extension zibomolewe. Sisi kama wanabiashara tunauliza ikibomolewa tutapelekwa wapi? The biggest question is, does Nyeri town need
a new market? The answer A is yes. You only need to walk on Gakere Road and you find traders who are trading on tarmac every evening. You only need to walk in front of Mudavadi Market on Kimathi Street, Kimathi Way, and you see the traders trading on the tarmac. Even the governor confirms that he cannot, with me having lobbied for the 324 million for the market, he cannot accept to lose the money. He is the land owner, and therefore no construction will begin until he has identified the land and consented to giving the land. As we speak today, we have agreed that just like has happened in Othaya, a completely new market is being built near the Mwai Kibaki Hospital. We have actually identified 3 alternative sites for the new market to be constructed. And we have agreed that the negotiations between the governor's office and the national government departments, including the departments of lands and urban housing, and my office, we will quickly identify the most appropriate site for the construction of the modern municipal market within Nyeri. Nikiripotia Uvoro TV Business, langu jina Wanjiku Purity. Na katika sekta ya elimu ni kwamba walimu wakuu wa shule za sekondari katika kaunti ya Meru wamepokea mafunzo mapya kuhusu mtaala wa CBC, huku taifa likijiandaa kupokea kundi jipya la wanafunzi wa sekondari chini ya mfumo huo kuanzia mwaka ujao. Mwanahabari wetu Nicholas Monene ana habari kwa kina. Walimu wakuu wa shule za sekondari katika kaunti ya Meru wamepokea mafunzo mapya kuhusu mtaala wa umilisi CBC, huku taifa likijiandaa kwa kupokea kundi jipya la wanafunzi wa sekondari chini ya mfumo huo kuanzia mwaka ujao. Will continue throughout the year as we plan and wait for those students to join senior school. The ministry is working towards ensuring that when these students come, we are ready for them in terms of infrastructure. In fact, a team of quality assurance officers has been going around our schools to see and find out exactly whether we are ready for these students. Kongamano hilo la mafunzo lililoandaliwa leo na Wizara ya Elimu liliwaleta pamoja walimu wakuu kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti kwa lengo la kuwapa ujuzi kuhusu utekelezaji wa CBC katika ngazi ya sekondari. The schools are well prepared, but we still feel that we need more support from the government. We want our teachers to be trained more and not training all the teachers in Meru in a single day. Maybe they can do it in the sub-counties so that the teachers are trained by the people that have the know-how, so that everyone can get. Wizara ya Elimu imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na walimu na wadau wengine ili kuhakikisha kuwa utekelezaji wa CBC katika sekta ya sekondari utakuwa wenye mafanikio na unaendelea na malengo ya kitaifa ya elimu bora na jumuishi. Uvoro TV Business, langu jina Nicholas Monene. Nikukumbushe kwamba tupo katika mitambo ya Pang 162. Kutana nasi pia kwenye mitandao ya kijamii. Tutarudi na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa twende mapumzikoni. Usiende mbali.